kwa sababu ya kuingia katika nyumba ya Bwana siku ya leo. Naomba sisi sote tukaweze kuketi chini tunapoingia katika ibada ya siku ya leo. Na naomba kila mmoja akaweze kuinamisha uso wake na kufunga macho wakati tunaingia kusikia neno la siku ya leo. Siku ya leo kuna mtu wako mahali hapa ambapo neno la Bwana litanena na moyo wake. Neno la Bwana litazungumza na moyo wako. Sababu moyo wako unaweza kuwa uko na uzito. Moyo wako unaweza kuwa uko na ungumu. Lakini siku ya leo Bwana ndiye atakayeutengeneza. Kwa hivyo unapoinamisha uso wako, Baba, tunakushukuru sababu wewe ni Bwana. Asante kwa siku ya leo Baba, umetuwezesha kuingia katika siku ya leo, ili tukaweze kusikia neno lako vile linavyosema nasi siku ya leo. Baba, nakuomba ukajitukuze kupitia mwanao Yesu Kristo, ambapo neno lako litakapokuwa linaifikia hao walio mahali hapa, hata wale wanaotutazama katika mtandao, Baba, wote watabadilika na watalisifu jina lako. Na tunaomba hayo kwa jina la mwanao Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Basi leo tutasoma katika kitabu cha Yeremia. Nataka tuingie katika kitabu cha Yeremia, ndio muda wetu usiwe umeisha kabla ya ujumbe wa leo kumalizika. Na tutaangalia katika kitabu cha Yeremia. Yeremia ni sura ya 13. Sura ya 13 kuanzia, twende hapo mstari wa 23. Yeremia ni kitabu cha nabii mkubwa. Sura ya 13 hapo mstari wa 23 inasema hivi: Je, mkushi anaweza kubadilisha ngozi yake, au chui madoadoa yake? Kama aweza, ndipo nanyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya. Twende pia katika kitabu cha Mitume. Kitabu cha Mitume sura ya 8 mstari wa 26 na kuteremka. Inasema hivi: Malaika wa Bwana akasema na Filipo, akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini, hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Naye akaondoka akaenda, mara akamwona mtu wa Kushi, towashi mwenye mamlaka chini ya kadake Malkia wa Kushi, aliyesimamia hazina yake yote. Naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirudi nyumbani, akiwa ameketi ghalini mwake, akisoma kitabu cha nabii Isaia, Roho akamwambia Filipo, songea karibu na gari hili, ukaribie nalo. Basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma kitabu nabii Isaya. Akasema, je, yamekuelewa haya unayosoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na aketi pamoja naye. Na fungu la maandiko aliyokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyokimya mbele yake yule amkataye manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Katika kujidhiri kwake hukumu yake iliondolewa. Na ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule towashi akamjibu Filipo, akasema, nakuomba, nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au ni za habari za mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko lili hilo, akamhubiria habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji ya yule
akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimuone tena. Basi alikwenda zake akifurahi. Bwana apewe sifa. Bwana tukuzwe sana. Amen. Hiyo ni hadithi tumesoma, ambapo ilikuwa siku moja katika karne zilizopita. Na wakati mwingi huwa tunajiuliza, hizi shida zote ambazo tumekuwa nazo zinatoka wapi? Tunashangaa kwa nini tunapitia haya, na tunajiuliza maswali haya yote. Mambo yale tunaona hapa duniani yanatokana na nini? Ama hii mateso yote inatokana wapi? Ndipo leo maandiko ikatuambia, ukirudi pale, ya kwamba huyu ikasema ya kwamba, tunapoangalia hapo ikasema ya kwamba chui anaweza badilisha madoadoa yake, ama huyu mkushi anaweza badilisha rangi ya ngozi yake. Maandiko inatuambia kwamba haya yote ndio yale maswali unaangalia hapa duniani inayopita katika mwanadamu. Anajiuliza mambo kama inawezekana, lakini kwa uwezo wake hayo mambo inakuwa ngumu, sababu anatazamia na mtazamio wa mwanadamu. Lakini katika mtazamio wa Mungu mambo yote inawezekana kwa wale wanaoamini. Wakawa wanajiuliza maswali, na hayo maswali wakulikuwa wanajiuliza, hawakuwa wanaelewa kwa nini mambo yalikuwa yanatimizia. Lakini ikawa ya kwamba wale ambao walioamini, hao ndio walipokea lile ambalo Mungu alikuwa amepanga juu ya maisha yao. Maandiko inasema ya kwamba Bwana haangalii kama mwanadamu anavyo. Maana mwanadamu itazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Huyo ni Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7, ambapo tunaongea kuhusu Bwana anaweza badilisha moyo wako. Huo ndio ujumbe wa leo, ya kwamba Bwana anaweza akabadilisha moyo wako. Tunapoendelea hapo ndipo tutasikia vile neno la Bwana linavyosema. Akauliza ya kwamba angalii kama mwanadamu anavyotazama. Maana mwanadamu anatazama sura ya nje, akikuangalia anaona wewe haufai, lakini Mungu yeye mwenyewe anatazama moyo wa mwanadamu. Unaweza ukaangaliwa na mtu anaona haufai, anaweza akaangalia anaona wewe hata ustahili kusimama hapa, wewe unastahili hata kuhukumiwa, wewe unastahili hata kufungwa. Akawa siku moja yule mwanamke ambaye alikuwa ameletwa sababu alikuwa nazini, akaletwa mbele sababu alikuwa anataka kumhukumu. Walikuwa sheria wakati ule ilikuwa inasema ya kwamba mtu akipatikana akitenda kile kitendo na apigwe na mawe auawe. Huo ndio mtazamio wa mwanadamu, ambapo anaangalia na anakuhukumu, anataka uishi. Lakini Bwana anasema hivi ya kwamba yeye anaangalia moyo wa mwanadamu. Na ndiposa maandiko inasema ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba, linda sana moyo wako kuliko yote ulindavyo, maana ndiko zitokazo chemichemi za mabaya. Mabaya yanatoka katika moyo wa mwanadamu, sababu pale ndipo huwa anatumia kuwaza. Naye pia adui anatumiaga moyo wa mwanadamu kucheza nao. Unapofungua kamlango anaingia ndani. Ndiposa tunaambiwa kwamba ukalinde vitu vyote ambavyo zinaweza zikaingia katika moyoni mwako, zikaleta madhara, zikaharibu maisha yako. Na ndiposa unapoangalia katika hii madhabahu tumetengeneza hivi, ama imetengenezwa hivi, kuzuilia kitu yote asitoka huko aingie ndani. Maana wengine wanakuwa wamenajisika. Lakini sasa maandiko unasikia vile inasema, kama vile tumelinda, nimekupea mfano uwatazame hii, nawe unaambiwa ulinde sana moyo wako, sababu moyo wako unaweza kuwa na shida. Ndipo katika inasema ya kwamba moyo wa mwanadamu hakuna anayeweza kuuchunguza ila Mungu ndiye
akitazama anakuta wewe yale unawaza ni mambo mabaya. Matendo yako hayaandamani na maandiko. Ndiposa unaambiwa kwamba linda sana moyo wako, yale yanayoingia katika moyo wako, maana katika ile hazina, ile siku ya mwisho ndio itakaofunguliwa, na yale yako ndani ndio atakaokuhukumu. Ikasema ya kwamba yeye haangalii rangi ya ngozi, kama vile tumesikia katika kitabu cha Yeremia akiuliza ni nani anayeweza kubadilisha ngozi yake, ama ni chui gani anaweza kubadilisha madoadoa yake. Anasema ya kwamba yeye haangalii rangi ya ngozi, yeye haangalii akaunti yako, anaangalia moyo wako, yale unaopitia na huko kwenye unafanya kazi zako, kule unakotembeanga, wale watu ambao unashinda na wao katika moyo wako, sababu hatuwezi tukajua katika moyo wako ni yapi yanayotembea. Unakuta wengine wanakwazwa na watu sababu yale mambo ambayo walisikia kutoka kwa watu, walikubali akaingia ndani ya mioyo zao, ikawa imewakwaza, ikawaumiza, sababu walikubali ikaingia ndani ya mioyo yao. Na ndiposa ukasikia hapo inakwambia sana, uangalie sana moyo wako, usije ukaingia katika njia ambayo haifai. Maana katika mtazamio wa mwanadamu huwa inasababisha mwanadamu akaingia katika mambo ambayo haifai. Na ndiposa Mithali 6 mstari wa 18 inasema, inaongea kuhusu moyo uwazayo mabaya, moyo ambao unakusudia kutenda mabaya. Sababu tunaulizwa, huu moyo wa mwanadamu nani anayeweza kubadilisha kama sio Bwana ambaye anaweza kubadilisha? Na ndiposa siku ya leo ambapo Bwana akanituma kwako, inaweza kuwa sijatumwa kwa watu wote kwa dunia, bali nimetumwa kwa huyu anayesikiliza, hata wewe unayetazama katika mtandao, ya kwamba Bwana ndiye anaweza kubadilisha moyo wako. Na ndiposa utanenewa ya kwamba ukaweze kulinda moyo wako. Yeremia 17:9 akasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, na una ugonjwa wa kuficha. Akauliza, nani anayeweza kujua? Hakuna mtu anayeweza kujua isipokuwa Mungu Baba yako. Yeye ndiye anayeweza kujua moyo wako, anayeweza kujua zile njia unapitanga. Maana unaweza kuficha mchungaji wako, unaweza ukajificha mrafiki yako, lakini jicho la Bwana linazunguka kote duniani likikutazama. Na nikakwambia hapo nyumaye muda mliopita ya kwamba katika hazina yako, ile hazina, kile unaweka katika hazina yako, hicho ndicho utakachoenda kutoa. Kwa mfano, mtu akiwa amewekeza pesa kwa benki, akiwa ameweka zile pesa ameweka pale, kwa mfano tuseme ameweka 1,100, hawezi enda kwa banki kutoa 200,000, sababu katika akaunti yake ako na 1,100. Akitaka kutoa 90 atatoa, akitaka kutoa hata 2 atatoa, sababu katika hazina yake hicho ndicho kiko pale. Na ndiposa ukanelewa ufungue ya kwamba ukaweze kulinda moyo wako, sababu usipolinda moyo wako utaupoteza, utapoteza kile Mungu ametia ndani yako. Basi akasema, Yesu akasema, watu hawa kunikaribia kwa vinywa vyao na kuniheshimu kwa midomo, bali mioyo yao iko mbali nami. Ya kwamba katika midomo watu wananena ya kwamba Yesu ni Bwana, ya kwamba nimeokoka, naenda mbinguni, lakini mioyo yao, Yesu akasema, iko mbali sana na mimi. Na ndiposa unanewa siku ya leo ya kwamba umrudie Mungu wako. Haujui kesho yako, ukarudie Mungu wako, sababu akasema ya kwamba mioyo yenu iko mbali nami. Mateso ikaingia katika dunia, mahangaiko, kukimbia, kuteseka, bidii kama mchwa, lakini mapato hakuna, ama kile unapata kinaenda hivyo, sababu ndani yako unakosa kulinda moyo wako. Ikasema kwamba Yesu akasema tena, akasema, kwa maana mioyo yenu kutoka uovu. Akasema Mathayo sura ya 15 mstari wa 18 ya kwamba mioyoni hutoka uovu. Na Biblia inatufundisha kwamba Mungu anaijua mioyo yenu, anajua moyo wako, anajua zile ibada unafanyanga, anajua kule unashindanga,
Anajua yale ambayo unafanyanga ukiwa hapo peke yako, sababu yale ninaofanya nikiwa peke yangu, hiyo ndio huwa inasema mimi ni nani. Kwa mfano, wakati nimetulia sina kitu cha kufanya, najipatanga narudi kwa neno la Bwana. Sababu maandiko inasema ya kwamba tujifunze kukaribia Bwana, maana tukimkaribia naye atatukaribia. Utamkaribia namna gani? Kwa kuelewa anasema namna gani. Siwezi karibia hii speaker ama niende nchi fulani niseme huko ndiko nitaona Mungu. Mungu ako kila mahali. Na ndiposa ikasema kwamba, je, hata nichunguza hili, kwa maana uchunguza moyo, Bwana uchunguza moyo, asema Yeremia ya kwamba yeye ndiye huwa anachunguza. Inaweza kuwa uko mahali hapo na unajiuliza maswali kama vile Yeremia alikuwa anasema pale ya kwamba, je, huyu chui anaweza kubadilisha madoadoa yake? Ikasema hapo nyuma ya kwamba kile kama vile chui hawezi akabadilisha, nawe hivyo ndivyo hawezi ukajibadilisha. Lakini Bwana anaweza akabadilisha moyo wako. Anaweza akaondoa tamaa, anaweza akaondoa ugomvi ndani yako, anaweza akaondoa hasira. Maana hayo yote yanakaa ndani ya mwanadamu na hayakai kwa akili, yanakaa katika moyo wake. Akasema ya kwamba kutoka kinywa chako hapo kinatoa kile ambacho kiko ndani ya moyo wako. Akasema ya kwamba Mungu ambaye anajua mioyo yetu, ambaye anatuchunguza, anatufahamu, yeye ndiye anaelewa. Tunaporudi katika kitabu cha Mitume vile tumesoma, kikasema ya kwamba huyu Mkushi ama Ethiopian eunuch, anaitwa Mkushi kwa Kiswahili. Huyu Mkushi alikuwa ameenda ibada zake katika Yerusalemu, naye Filipo alikuwa anafanya uinjilisti. Maana maandiko inasema ya kwamba Filipo alikuwa mwinjilisti, na mwinjilisti inasema kutangaza habari njema, kutangaza habari ya Yesu, kama vile ninavyokutangazia siku ya leo. Akawa anahubiri ule wakati, na ule wakati alikuwa anahubiri pale, kulikuwa kuna mateso ilikuwa inaendelea mahali pale, na watu walikuwa wanaumia, watu walikuwa wanateswa, na ikawa watu wamekusanyika wengi, sababu walikuwa wanataka kusikia habari nzuri ambayo huyu mwinjilisti alikuwa anapeana. Ndiposa siku moja tukiwa tumeketi hapa kanisani, nikaambiwa mimi ni mwinjilisti. Hiyo neno lilinisumbua, sababu sikuwa nalipenda. Nilikuwa nafikiria mwinjilisti ni kama tu mtu wa kawaida. Lakini baada ya kufuata nikasikia neno vile linasema, na Roho Bwana vile alinenea, nikaanza kupenda kazi ya uinjilisti. Sababu hiyo ndio nilikuwa nimeitiwa. Mwinjilisti wa kupeana habari nzuri ya Mungu. Na ndiposa Paulo akaambia Timotheo, fanya kazi nzuri ya uinjilisti. Akaenda akahubiri, akanena habari nzuri. Na ndiposa hata wewe, kila mshirika anastahili kuwa mwinjilisti, mtu ambaye anapeana habari nzuri ya ufalme. Sio habari nzuri tu ya biashara, bali habari pia ya ufalme. Sababu tunamwona huyu Filipo alikuwa anapeana habari nzuri. Naye maandiko ikasema ya kwamba Roho wa Bwana akashika akashika Filipo, akampeleka jangwani. Na katika mtazamo wa mwanadamu, jangwani, mtu kwenda jangwani hakuna watu, huko kumetulia. Hata ukijiuliza huyu mtu ameenda kufanya nini, katika mtazamo wa mwanadamu inakaa ujinga. Lakini Roho ndiye aliyemchukua, ndiye akaenda kukutana na mtu mmoja. Yesu akafanya uinjilisti, akahubiria Nikodemo afro moja. Naye Filipo akatumwa jangwani, ndio akaenda kukutana na mtu mmoja ambaye tunasikia kwamba huyu mtu ambaye ni mtoashi alikuwa mtu wa elimu kubwa, alikuwa mtu ambaye alikuwa na cheo cha juu, alikuwa mweka hazina mkubwa wa Malkia wa Kushi. Huyu mtu mtoashi ama huyu Mkushi alipokuwa anatoka Yerusalemu ibada, na ulishika vizuri, alipokuwa anatoka katika Yerusalemu kwa ibada zake,
alipokuwa anarudi, tunasikia kwamba huyu Filipo akaambiwa, na tazama. Alipotazama kaona gari linakuja, na ndani ya gari kulikuwa na mtu alikuwa ameketi chini, lakini kulikuwa na watendakazi waliokuwa wanaendesha. Akajua yule ni mkubwa, ni mtu wa heshima, na ndiposa amebebwa na ile gari. Na wewe ukawa umeokoka, umeingia katika kanisa, unasikia neno la Bwana, lakini kuna jambo unakosa ndani yako. Maandiko ikasema ya kwamba alipokuwa ameketi, akasikia huyu mkubwa ama huyu mkushi alikuwa anasoma maandiko ambayo hakuwa anaelewa. Ndipo Bwana akamwambia, songea kwa ule mtu. Naye kwa haraka akasongea, na alipofika pale akamwambia, mkubwa, simama. Haya unayosoma unaielewa? Hivyo ndivyo maandiko huwa inatuambia ya kwamba katika hii maandiko tunaposoma huwa tunaelewa. Na anayesoma yeye akamwambia kwamba kama sio mtu anielezee, nitaifahamu namna gani? Ya kwamba hakuna mtu anayeweza kufahamu kile anachosoma, sababu lazima kuwe na msaidizi. Na msaidizi anakuwa Roho wa Bwana anayetusaidia kuelewa mambo ya ufalme. Katika mtazamio wa mwanadamu, kuelewa neno la Bwana ni gumu. Hata kufundisha neno la Bwana ni gumu. Lakini ukiwa na Roho inakuwa rahisi. Hata inakuwa kazi nzuri sana, sababu iko na mshahara kuliko mshahara yake. Ndio maandiko ikasema ya kwamba alipomkaribia akamuuliza mkushi, unafahamu kile unachosoma? Akamwambia, maletu nielezee, ama mtu anisaidie, nitafahamu namna gani hili, nitalifahamu namna gani? Basi naye Filipo akamkaribia, akamwamuru mkushi, akamwambia, basi keti hapa. Akapanda na gari na akaketi chini. Alipokuwa pale, Filipo akaanza kumhubiria habari njema. Na unajua alimwambia, alimhubiria mambo ambayo yalikuwa ya muhimu, kama vile maandiko inavyosema ya kwamba ukapende jina Mungu wako, ukampende na moyo wako wote, akili zako zote, na nafsi yako yote. Hapo anatufundisha ya kwamba jambo la kwanza alimfundisha ya kwamba ukapende Mungu wako. Jambo la pili, unapopenda Mungu wako, basi utakuwa na upendo kwa watu wengine. Na katika utaratibu wa Mungu inaanza ya kwamba ukapende Mungu wako na moyo wako wote. Mwanambo ya pili, ukapende jirani yako, nawe ukaikie nambari 3. Ukiwa nambari 3, hautakuwa na upendo wako peke yako, bali wote utaupenda na upendo wa Mungu, sababu ni maandiko inasema. Maandiko inasema, sio mimi. Akawa huyu mkushi alipomwelezea ile habari, walipokuwa wanatembea, sababu katika ile safari walikuwa naenda, na tazama akaona maji, na kabla hajaona maji akamuuliza, je, kama huyo mtu ninasoma hapa, ni kwa maneno yake alikuwa ananena ama ni maneno ya nabii? Sababu hakuwa anaelewa yale maneno alikuwa anasoma. Alikuwa anasoma katika kitabu cha Isaia 53 ambayo inaelezea vile Yesu, sababu iliandikwa miaka 800 kabla Yesu kukuja, ikawa imeandikwa pale, na ikaandikwa vile, ikatabiriwa na nabii Isaia vile Yesu Kristo atakavyozaliwa. Yeye hakuwa anaelewa, akahubiriwa yale maneno sababu hakuwa anaelewa. Mungu akatumia Filipo, akaenda kuhubiria huyu mkushi ama huyu mkubwa, ndio akaweza kufahamu huo mfalme. Na kumbuka kule alikuwa ametoka ibada, kama vile na wewe ulivyoingia hapa katika ibada, ama vile wewe na unavyotazama, vile unavyosikiliza neno la Bwana, ama vile wewe unaingia katika na kanisa na unasikiliza neno, lakini kufahamu lile neno unatoka kama hujafahamu. Bwana akawa amechukua Filipo akampeleka jangwani sababu ya mtu mmoja. Na tunapoangalia hayo katika kupeleka jangwani kuna kuwa na mambo mengi, kuna kuwa na kukosa.
Sababu wengine wameitwa na wanafikiria katika kuitwa huko ni kukula na kusherehekea, lakini kuna mahali unaenda unapata kumekwama, kumenyamaza. Yeye akawa amegojea na hakuwa anajua anagojea nini, lakini alitii sauti ya Bwana, nenda nyikani. Kawa umeingia kanisani, unasikiliza neno la Bwana, unatii vile unaambiwa na mkuhani wako, lakini sababu hujaelewa hii dhambi ambayo ulianza kutenda mwaka jana, ama ile dhambi ulikuwa unatenda kabla hujaokoka, bado hiyo dhambi unaitenda hata siku ya leo. Sababu neno la Bwana halijakubadilisha. Huyu mtushi akawa amebadilishwa na neno la Bwana, sababu alisikia neno na likaingia ndani wa moyo wake, akawa ameamini. And this man believed God. Na tunaulizwa, kuamini ni nini? Ama what do you mean by believing God? It is putting confidence and trust in your God, ya kwamba unamwamini. Siku moja kukawa na kijana ambaye alikuwa ameanguka kwa maji, akawa amejishikilia kwa mawe. Alipokuwa amejishikilia kwa mawe na maji ilikuwa inaenda kwa mwendo wa kasi, akawa anatetemeka, akawa anashangaa, inaweza nitakufia na hii maji. Lakini alikuwa amejishikilia jiwe, ambalo hilo jiwe halikuwa linatingizika. Jiwe lilikuwa limekaa imara. Hivyo ndivyo navyo naelewa ya kwamba ambaye anayeamini Yesu Kristo, ambaye anayemtegemea, anakaa kama yule kijana ambaye alishikilia lile jiwe, sababu jiwe halikutingika. Jiwe lilikuwa limesimama imara, na jiwe ni Yesu Kristo. Wanaoweka imani yao kwa Bwana huku akilinda mioyo zao, sababu ndani ya mioyo, maandiko ikasema, ndiko maovu inatokapo. Na pia katika huo moyo ndiko pia mazuri inaweza ikatoka. Na ndiposa ikanenea mwanadamu siku ya leo ya kwamba, je, unaweza ukabadilisha maisha yako? Sababu tukirudi katika Yeremia alipokuwa anajiuliza hili swali, tunajiuliza katika hili litoka wapi? Lakini katika taifa kama katika dunia, tunasikia neno linatuambia vizuri sana ya kwamba dunia mzima ilikuwa na lugha moja, na hao watu walikuwa na kauli moja, walikuwa wanatenda mambo kwa njia moja ama kwa kauli moja. Wakiamua ni kutenda hili, wanatenda. Basi ikafika siku moja, sababu tunajiulizana, watu wanajisumbua, sababu tukasikia pale, je, anaweza akabadilisha rangi ya ngozi yake? Mwanadamu anang'ang'ana na haya mambo, anasubuka. Na ukiangalia, ukienda nchi za nje, wale watu ni weupe, ngozi nyeupe, wanataka kuwa na ngozi nyeusi. Na wale wenye wako na ngozi nyeusi wanataka kuwa na ngozi nyeupe. Kila mtu anakimbizana, anataka ile, na yule anataka hii. Na maandiko ikasema ya kwamba Mungu haangaliagi hayo. Inaweza kuwa ni mzungu, sawa. Inaweza kuwa ni mweusi ama Mwafrika, sawa. Lakini Mungu anatazama moyo. Na ndiposa nikakwambia, mwanadamu mtazamo wake anatazama na macho ya nje, lakini Mungu anatazama kwa moyo. Anaangalia moyo wako vile ulivyo. Umeajiriwa kazi, ile kazi maandiko inasema, na ufanye hiyo kazi kwa bidii. Ufanye hiyo kazi kama wewe ni mtumwa, na wewe ni mtumwa wa Mungu, ukafanye ile kazi kwa bidii. Wewe mwenye umeajiriwa, wewe mwenye unafanyala kazi, unaambiwa ufanye kazi kwa bidii kama ni yako. Sababu Bwana yeye pia huwa anakuja kulipa kazi za mwanadamu. Na moyo wa mwanadamu unless jiangalie, yeye anaweza akapotea akidhani ako kwa njia. Kila Jumapili wanasimama na kusema Yesu ni Bwana, lakini mioyo yao iko mbali nami. Unasikia tunaambiwa ya kwamba wakawa wamekusanyika kama vile tumekusanyika, na tukipanga kitu tunaona kinaenda. Hiyo hao wakawa hawaelewi
chini wakasema kabla hatujatawanyishwa, na hicho hata ndio kinanipendeza, walikuwa wamejitabiria wenyewe. Kabla hatujatawanyishwa na hebu tujenge mnara wa Babeli tufike mbinguni. Walikuwa wamejitabiria wao wenyewe ya kwamba kabla hakuja tawanywa, wakakusudia na mioyo yao. Na walipojenga ule mnara, sababu ndani yao walikuwa wameweka Mungu kando, sababu walisema na twende huko kwenye yako, hii tuwe tunaenda huko kwenye yako. Wakawa wameweka Mungu kando, naye Mungu akateremka akatazama yale wanaofanya, na akaangalia akaona kwa hakika hawa watakuja huku. Ndipo akawapatia lugha tofauti. Na siku ya leo mpaka tangu dunia ilianza, hakuna lugha tofauti, hakuna lugha mpya, ni zile zilitoka pale. Sababu tukaulizwa nani anayeweza kubadilisha? Kile kilichokuwa mwanzo ndio kiko leo na ndio kitakuwa hata mwisho. Lakini wewe ukiangalia unaona ni kipya. Unaona hii si mzuri, unakuja kwa hii sababu ya tamaa za moyo. Yeye huyu mkushi akawa ametazama na hakuwa anaelewa ile neno, na sababu ya kutoelewa, naye Mungu akatumana Filipo aende jangwani, ndio katika Afrika kutokee habari njema. Na ikatoka kwa mtu mmoja ambaye alipokea neno la Bwana akabadilika. Na ndio hata sisi tunanenewa siku ya leo ya kwamba lazima tubadilike, Mungu akitubadilisha. Na anataka kubadilisha mioyo yetu. Huyu mkushi akawa ameenda, na walipokuwa naenda, na tazama akaona maji, akauliza Filipo, je, ni nini kinaweza nizuilia nibatizwe? Naye Filipo akamwambia, kama unaamini ubatizo ndio huu. Naye akaamuru gari akasema lisimamishwe. Akawa amekata kauli. Ni wewe ambaye unakata kauli. Unapokata kauli, kuna kule wewe unaenda. Lakini usipokata kauli, utashinda ukizunguka kama pale kabuzi nilikwambia hapo siku moja. Akawa ameamini. Na katika ile kuamini, tunaona katika jangwani mtu amepelekwa huko sababu ndio njia alikuwa anapitia. Inaweza kuwa umeletwa katika kirekebisho sababu kuna mahali unaenda. Na hapo unaenda, kile unafundishwa hapa ndicho utakachotumia ukienda huko. Na ndiposa ukiangalia siku moja, kama unaweza kumbuka tukianza, hakukuwa na Bible study asubuhi. Bible study ikaanza ndio ufundishwe neno la Bwana ukalielewe na ukalifahamu. Ndiposa hata wakati mwingine unafungua Biblia, Roho wa Bwana anakusaidia, unasoma, unaelewa neno. Sababu kuna mahali unaenda. Huyu akawa ameamini neno la Bwana. Na baada ya kuamini hili neno, mabadiliko yakaingia ndani yake. Akaamini yale maneno, sababu katika kitabu cha Isaia 53 kinaongea kuhusu unabii wa vile Yesu atakavyo kuja na vile atakavyo ondoka. Maandiko ikatuuliza, nani anayeweza kuchunguza moyo wa mwanadamu? Yeye akawa ameamini na akakiri na kinywa chake. Hakuna atakayeingia mbinguni kama hataamini Yesu Kristo na kukiri kwamba Yesu ni Bwana. Sababu maandiko inasema atakayeamini na kukiri kwamba Yesu ni Bwana kwa kinywa chake ataokolewa siku ile. Ni yule ambaye atakayeamini na kukiri. Sababu wakati tuliokoka, labda nakumbuka siku moja nikiwa nikatu kama hawa vijana, tulikuwa tumeketi kwa nyumba na one of my cousin akanihubiria
na kunihubiria, nikakubali na nikaokoka. Tulikuwa kwa kitanda, maana tulikuwa tumelala. Lakini ilikuwa ni kama mchezo kwangu. Maana maneno ni mzuri nasikia, lakini kuamini kulikuwa chini, ni kama hakupa. Na sababu sikuwa nimekata kauli ya mzuri, ama nilikuwa siamini yale maneno vile, hata kama ameninenea, nikakubali. Lakini baada ya muda nikarudi nyuma. Na niposa huyu tunamsikia kwamba alipokea ule ujumbe, akauamini na akasema, ni nini kinachonizuilia nibatizwe? Basi Filipo akamwambia, maji ndio haya, kama unaamini tuingie kwa maji. Na akaamuru gari likasimama, wakaingia kwa maji, akabatizwa. Tazama haya. Alipobatizwa, wakatoka kwa maji, akarudi kwa gari. Filipo naye akanyakuliwa na Roho asipomuona tena. Naye Mkushi akaenda zake akiwa na furaha. Anayeamini, anayepokea Yesu Kristo, ndani yake kunajaa furaha. Ndani yake kunakuwa na mabadiliko. Anakuwa sasa ni mtangazaji ya kile aliyopokea. Maana katika moyo, kinywa chake kinatoa kile kilicho ndani ya moyo wake. Tunaangalia, tunaona ya kwamba Afrika mzima kukawa na injili sababu ya mtu mmoja aliyepokea injili ya Yesu Kristo, huyu Mkushi. Na walipotoka, sababu baada ya muda wale mamishonari walitoka nchi za nje wakakuja huku, walikuta vikundi kwa Kristo tudogo. Ndio nao wakakuja wakatia moto ingine. Na ukiangalia wengi walikufa karne ya 20. Wala tunasemanga Matias walikufa ile karne, sababu wengi waliamini. Na baada ya kuamini, na mateso ikainuka. Sababu ukitangaza, mimi ni wa hii, nimetoka hii, sasa nao hawa lazima wakujaribu kurudisha. Sasa mateso ikawa, na ndiposa tukasikia huko Samaria kulikuwa na mateso. Kama vile hata siku ya leo kuna mateso, lakini ni kidogo sana. Kuna mahali huwezi ukahubiri, lakini hapa tuko na uhuru wa kuhubiri neno la Bwana. Tuko na uhuru wa kutembea na Biblia mahali popote upendapo. Kuna kwingine hauwezi ukatembea. Huyu Mkushi akawa amepokea neno, akawa amebadilishwa, akawa ameanza njia mzuri, sababu ndani ya moyo wake aliamini ukombozi, akaamini katika ubatizo. Na swali nitakuuliza, sababu alibatizwa, nani anajua alibatizwa namna gani? Ana hapa imeandikwa. Kwa hivyo Mungu haangaliaje mambo ya ubatizo, atumebatizwa namna gani, sababu hatujaambiwa hapa vile alibatizwa. Yeye anaangalia moyo. Moyo wako umeamini na kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Akakiri hadharani, kama vile Yesu alivyokuwa anawaita Petero njoo, Yakobo njoo, Andrea njoo, akawaita wakakuja katika ufalme. Mungu anaangalia moyo wako, haangalii staili zile unatembea nazo, sababu unaweza kuwa hauna nguo. Na mtazamo wa mwanadamu unaangaliana vile unataka, sababu ukienda katika uende huko kaskazini mashariki, kaskazini huko ya Kenya huko, utakuta kuna makabila ambao hata kuvaa ni ngumu. Henda na huko Masaini wanavaa tu mareso. Sasa utawahukumu sababu hawajavaa masuti? Ndipo Mungu akasema anaangalia moyo wa mwanadamu. Na ndipo siku ya leo Mungu anataka atubadilishe.
inaweza kuwa zinenei watu wote, lakini kunaweza kuwa kuna mtu mmoja ama watu wawili. Sababu unasikia Filipo akatumwa jangwani sababu ya mtu mmoja. Na usisahau alikuwa mwinjilisti mkubwa. Aliacha maelfu ya watu wengi, akaenda nyikani kupeleka habari kwa mtu mmoja. Na yule mtu mmoja akawa amebadilisha Afrika mzima sababu ya kupokea lile neno. Inaweza kuwa katika yale unapitia, sababu hapo mwanzo ikasema nani anayeweza kubadilisha? Sababu tunapitia mambo mengi, tunapitia changamoto. Nani anayeweza kutukomboa na hizo kama sio yeye? Lakini atatukomboa baada ya kumwamini. Sababu umesikia vile imesema kwamba when you believe it means uko na confidence and trust in your maker. Yule ambaye huwa ashindwi, yule ambaye anasema nitakuwa nawe hadi mwisho wa dahari. Napenda kutumia mfano yangu, sipendagi kutumia unyango. Napenda kutumia mfano wangu. Hii wiki ambayo inaisha, ikawa kumekuwa kama mlango kalikuwa kamefungika, na nikajaribu nikaona hakuna. Na nilipofika mwisho, nikiwa nimeketi mahali, sababu kulikuwa ni kama kashamba, jambo likaniingia kwa akili na likaenda kwa moyo. Na hapo ile jibu nilikuwa natafuta nikalipata hapo. Baada ya kuona nimefika mwisho, sasa nikaambia Mungu nimefika mwisho wangu. Akatia jambo, nayo hiyo jambo likaleta suluhisho ya kile kilikuwa kinanisumbua. Akasema wewe wakati unapojikataa, sababu maandiko ikasema yule ambaye atakayejikana akakana familia yake na si wachukie. Najua wengine wanashikana vibaya atiwacha watu wenu ndio Kristo. Na unasikia vile alisema, penda Mungu na moyo wako wote, na akili zako zote, na nafsi yako yote. Na unapokuwa na hilo, unakuwa na uwezo wa kupenda jirani yako. Alafu wewe utakuwa umejipenda. Kasema ya kwamba haya yote tunayopitia, tunakimbizana na mambo ya dunia. Maandiko ikasema mahali ya kwamba tukaweke hazina zetu ambazo huwa hazitaharibika huko juu mbinguni, sababu za hapa huwa zinaharibika. Utaenda ukute mtu wako na gari mpya. Sasa tuko KDU, nafikiri ni KDU. Akinunua hiyo KDU, baada ya mwaka moja na nusu itakuwa imepitwa na huko nyuma. Kuna zingine zitakuwa mbele. Anakimbizana na hiyo. Je, ni nani atakayekimbizana na huu ufalme? Sababu ukikimbizana nao utaupokea na utaleta uhai ndani yako. Sababu mambo mengine yamekufa, sababu tunajaribu kuyatafuta sisi wenyewe. Tunakimbizana nao sisi wenyewe. Tunataka kutambulika sisi wenyewe. Lakini hatukimbizani na ufalme. Bila kauliza, je, ni nani anayeweza kubadilisha moyo? Ni yule ambaye anayeamini, anayekiri na kinywa chake ya kwamba Yesu ni Bwana. Sikuwa nimepanga nisimame mbele yenu siku ya leo, lakini neno la Bwana likaingia, na vile liliingia ndilo nakuletea siku ya leo. Inaweza kuwa uliokoka na njia zako bado ni mbaya. Inaweza kuwa uliingia kanisani, imekuwa mazoea, niingie kanisani niende nyumbani, ningojea Jumapili niingie kanisani niende nyumbani. Neno halikubadilishi, sababu nasikia inasema tabia ni zile zile.
Nitaenda kanisani ninapopenda. Wakati sijisikii nitakaa nyumbani. Neno halijabadilisha. Na ikasema kuamini, umeweka tumaini lako kwake. Yeye anasema nini? Sababu maandiko ikasema watakapofuata neno langu. Wacha niende hapo ndio nisiongee maneno yangu. Kumbukumbu la Torati 28 hapo moja inasema hivi. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizao leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Utakapofuata vile anavyosema. Sababu wanadamu wanafuata yale wanaotaka, sio vile Mungu anavyosema. Na ndiposa neno la leo, siku ya leo, linatuambia kwamba tukamwamini Yesu Kristo ndio akabadilisha maisha yetu. Anabadilisha yule ambaye amekata kauli, kama huyu mkushi alikata kauli ya kwamba kama ni huo ufalme, basi ningependa uingie ndani yangu. Ufalme wa Bwana ukaingie ndani ya maisha mwako, ukaingie katika familia yako, ukaleta mabadiliko, ndio Bwana akaonekane. Watu watoshanaji, angalia hizi vidole. Hizi vidole hazitoshani, lakini kila kidole kiko na kazi yake. Kila kidole ni cha muhimu. Wewe ambaye uko kanisani, wewe ni wa muhimu na ile kitu Mungu ameweka ndani yako. Sababu sisi wote ni vyombo za kazi ya Bwana. Wale ambao wanaojitakaza, kikombe kinaweza kuwa ni cha zamani, kiko katika ile nyumba, lakini kisipooshwa kiwe kisafi, hakiwezi pewa mgeni. Ama hata wewe hauwezi kunywa hiyo kikombe, sababu ni chafu. Lazima kwanza kioshwe kiwe kisafi, ndio kikaweze kutumiwa na mtu. Lazima nawe ukubali kutakazwa na damu ya Yesu Kristo, akakuoshe ndio akaweze kufanya kazi yake ndani yako. Akaondoa ile aibu ambao adui ameweka ndani yako, akakuondoa katika kila kifungo. Tukaulizwa hapa ukombozi ni nini? Deliverance. Jumapili iliyopita katika Bible study, kuna mambo ambayo hata kama uliokoka bado yanakufuata nyuma. Katika ukoo wako kuna mambo yametoka huko, bado yanakufuata nyuma. Na lazima ikatanishwe hayo mambo itoke kwako. Na lazima kabla haijakatanishwa, lazima uwe wewe umeokoka na umekata kauli. Sababu hiki kikombe, hata kama ni kizuri namna gani, hakiwezi kikatumika juu ni kichafu. Lazima kwanza kikaoshwe. Na kinapooshwa ndio kinatumika kufanya kile kimekusudiwa. Nawe unanenewa siku ya leo ya kwamba ni kuamini na kukiri na kinywa chako ya kwamba Yesu ni Bwana. Na nikasema sijatumwa kwa watu wote dunia. Kuna yule nimetumwa kwake, ambaye atakayeamini na kulipokea neno la Bwana, yeye ndiye atakayeokolewa siku ile. Na ile siku hata inaweza kuwa uko kwa barabara. Kuna siku tulikuwa tunapita hapa barabara Thika, na tumekaribia kwa barabara, gari imekataa na ilienda na hiyo ni Nissan nyingine imetokea hapo, na mtu akakimbia anakuja ameshangilia, ameona sasa hii ni ajali. Na Mungu akatenda miujiza. Nikakumbuka neno moja ya kwamba hii gari hakuna ajali. Maana ni yeye alisema hakuna ajali kwa hii gari. Na hiyo ndio huwa naamini. Hiyo ndio jambo la kwanza linalokuja kwa akili ninapoona hatari. Hiyo gari ilienda ikasimama, haikugusa kitu. Hadi yule akashangaa, maana alikuwa amekuja ameshangilia akitarajia kuona ajali. Ikawa kuna ulinzi.
Unaokolewa na ile changamoto ambayo adui amepangia siku yako. Jana nikawa natazama mahali, kuna kuhani mmoja ambaye alikuwa ameendelea sana, lakini kukatokea kitu wakati ako juu, wakati amebarikiwa, wakati ameinuliwa, wakati ako katika inaitwa kwa kileleni, adui akatokezea akamwangusha. Hata ni maombi ya kwamba adui anakupangia maisha kama miaka 20 ijayo, anakutembeza na wewe unampa nafasi. Na wale ambao wamewekewa ulinzi, maandiko inasema wao hawatendaji dhambi, wao wanatii neno la Bwana. If you follow my word, if you follow what I'm teaching you today, utaokolewa na hiyo changamoto itakuja, na siku ya mwisho bado utaokolewa. Wacha nitumie mfano rahisi. Wale ambao wanalipanga nyumba wanafanyaga bidii ndio wakuwe na pesa ya kulipa kodi mwisho wa mwezi, na inafika mahali umekosa pesa, na huyu ni landlord anakukimbiza, anataka ulipe pesa, na wewe unashinda, unajiuliza maswali mingi, na unasikia vile ilisema ya kwamba ni nani anayeweza badilisha hiyo. Imekuja unaweza badilisha na hauna. Mtoto amefukuzwa shule, unajisumbua akili zako. Sasa ukishika stress, ugojeke, ukufe, huyo mtu alimefukuzwa atarudi shule. Ikasema ya kwamba ni kwa kumwamini Yesu Kristo, yeye ndiye huwa anakuja anatoa hayo. Wewe ambao unasikia labda umefika mwisho, hii ni nyumba haujalipa, maana hata tuko mwisho wa mwezi, hii nyumba haijalipwa, anakuja anatatua. Na mimi nakwambia na yangu, hiyo mfano nakupatia zinaingia ndani yangu, nakupatia na yangu. Unafika pale unaona nikana malikomishwa, naye Mungu anatumana. Kwa nini anatumana? Sababu uliweka imani yako kwake, akawa amebadilisha moyo wako. Mimi wasituki. Nani anayelinda moyo wangu? Ni yeye. Wakati nimelala nani ananilinda? Ni yeye. Na wewe utalindwa na Mungu sababu umemwamini, umemfanya kimbilio lake, unamgojea hata iwe ichache namna gani. Kuna kitu nilifurahia siku moja, mama yangu akaniambia, nafikiri ni rafiki tuliniambia, akaniambia siku moja changamoto ilikuwa imewaka kama moto, lakini hakukubali kuingia kwa dhambi, aligojea Mungu. Na baada ya kumgojea, unajua tunasikizana tumaadili na tunaiweka record. Hata kama unaweza sahau, sisi tunaiweka kwa record. Vile unatuambia, ama vile tunakuja kama maombi asubuhi, inaambiwa kitu fulani, tunaweka na hapo. Hata kama hatujandika, siku moja tunaitoa, tunaona kile kilineno enyewe kina faida. Na ndiposa mimi yale maisha nimeishi, ile miaka niko nayo, sijaiona mtu hata mmoja ambaye aliamini neno la Mungu akaokolewa akataabika. Ndio hata neno likasema, yule Daudi akasema hajaiona mtu ambaye watoto wake wanaenda wakiomba mikate. Kwa nini uteseke wewe? Kwa nini unazunguka hapa ukijiuliza maswali? Na akauliza, nani anayeweza kubadilisha kama sio yeye? Yeye ndiye anaweza kubadilisha. Yale mahangaiko, familia, kazi, haya mambo yote inakusubua, nani anayeweza kutatua? Siku moja kukawa kuna kijana, hata nikutumia mama yake. Siku moja kukawa kuna kijana yake, na huyu kijana tulitoka nyumbani saa 11 tukienda Nakuru. Tulitoka saa 11. Unajua watu wajui hawajuani, wanafanya tu wafanye. Tumetoka saa 11, tumetoka gari mafuta na tumeenda. Kufika pale tunaambiwa mtoto hawezi kukuliwa saa hii, maana hata tumefugwa. Imani ile tulikuwa nayo tukaambia kijana, hautarudi na sisi tutalala hapa. Wewe baki hapo na mulidalango. Wewe baki hapo, kesho kukifunguliwa wewe utaingia. Na kijana aliingia hivyo. Na saa hii kijana hata alimaliza na akaenda kwa kazi yake.
Unaweka imani yako kwa Mungu wako. Wacha kujisukua na haya ndani ya moyo wako. Inakusukua kwa nini? Na ndio kauliza, nani anayeweza kuchunguza kama sio Mungu? Ya kwamba nimemtumainia, nimekungojea, Bwana nimekuambia ya kwamba hata kama kuko namna gani sitaenda hiyo njia. Nimekata kauli. Siku moja tuko mahali. Na hapa bypass Ruby sawa. Tuko kwa gari naweka pressure. Mke wangu amekaa kiti kile cha co-driver. Mimi maana hakuna mtu alikuwa anaweka pressure, nikatoka nje nijiwekee. Na nilipokuwa pale, kukakuja mama mmoja. Alikuwa na gari mzito. Nafikiri nilikuambia. Akakuja na gari mzito. Sasa yeye akiwa pale, alikuwa ananiangalia, ananichekesha. Sasa katika ile kunichekesha, mimi nilikuwa naona mtu ambaye hajielewi. Sababu kicheko chake nakielewa. Ndio nikawa nilipoingia ndani nikamwambia, huyu mama ambaye hapa nyuma anajaribu kulichekesha akinionyesha signo fulani. Na sababu najua kala kachia adui anatumiaga nikakani, nikasema sitawahi. Ni hali nikufia kwa Mungu na nitasema kama mzee mmoja mahali nilikuanga ati kalema agabata kana kalema agagwa nikutora kwa Ngai. Haijalishi ni yapi ambao nitaona mbele, sababu changamoto ni mingi. Akasema you will go many tribulations but I will save you from them all. Ya kwamba atawaokoa na zote. Lakini shida ya mwanadamu anaangalia hiyo changamoto sahihi. Anasahau nani huwa anafungua mlango. Nani anayeweza badilisha moyo wa mwanadamu kama sio Mungu? Anaondoa yale machungu. Anaondoa. Na wiki iliyoisha, hii wiki inaisha. Ikawa na ni kama linaingiana hivyo. Mungu ni mwema. Juma ile tukiwa maombi, akasema I will give a new heart. Na tena inasema siku ya leo ya kwamba yeye ndiye atakayebadilisha moyo. Inaweza kuwa ni wewe uko hapo ya kwamba unanenewa, sababu Mungu anataka kubadilisha moyo wako. Kuna mambo yako ndani yanakusubuanga. Kuna watu wanakusubuanga. Inaweza kuwa labda ni mke wako, watoto wako, bwana yako, yeye ndiye anayekusubua, ama hata mwenye amekuajiri. Na unashindwa sasa hii itaisha lini? Unasikia ni kama utakata roho. Ni kama nitaachana na hii kazi. Ni kama nitatoka kwa hii ndoa yangu. Lakini siku ya leo nimekuja kuleta tumaini mpya kwako. Ya kwamba ushikilie pale, sababu adui kazi yake. Ukienda huko porini, kuna wanyama wanakuaga huko. Kuna kuaga na simba. Wacha nitumie mfano wa simba na swala. Swala wanakaaga pamoja. Nao simba wanaendaga wakiwa kikundi. Katika mawindoni yao, mmoja anachagua swala moja. Kama ni amelenga ni huyu. Hata akibizanize na wengine. Atapita hao wote akibizana na huyo. Sababu anataka huyo. Na katika bahati mbaya, swala inaanza kupita njia nyingine kando na wengine. Hapo ndipo mwisho wa mwanguko. Unaachanisha hiyo familia yako. Unaachanisha hao watoto wako. Sababu ya tamaa zako wewe mwenyewe. Inasababisha mwanguko wako na wale ambao umetanishwa na wao. Ndio nanenewa ya kwamba badilika kwa kumpokea neno la Bwana siku ya leo. Yeye ndiye anayeweza badilisha. Sio mimi. Hata bishop akisimama hapa hawezi badilisha. Ni yule ambaye anakata kauli na moyo wake. Na anasema ya kwamba sasa nitakufuata maana nimejua kule unaenda. Na nimesikia mahadithi za watu wengine ambao walifuata Yesu Kristo na walipomfuata hawakuaibika. Hizo siku tumeishi na mke wangu
changamoto zikikuja, huwa namwambia aliyenena, yeye sio Onyango, yeye sio Kamau, yeye sio mwanadamu, ni Mungu. Na akisema amesema. Kama amesema tusimame hapa, wacha tukae hapa. Hata wengine wakisema namna gani, wachana wao. Wanaweza kukuahidi mambo mazuri, lakini baada ya muda watachoka. Lakini Mungu akikuahidi, wewe kaa hapo, atakuja. Sasa makosa akikuja, apaka ya huko, hiyo imeenda. Ni kwa wale ambao wataamini, wanapoliamini na kukaa pale, hao ndio watakao kombolewa. Na ndiposa huu Mkushi alipoliamini neno la Mungu akaokolewa, na pia tunamuona akibatizwa. Na baada ya kubatizwa, alienda na moyo wake uko umejaa furaha. Naye siku ya leo Mungu anataka kupeana furaha kwako. Sababu utaliamini, utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana, na utaokolewa. Sababu akiingia ndani yako, maandiko inasema kwamba Yesu Kristo akiingia ndani yako, jambo la kwanza ni amani. Amani inakaa ndani yako. Kile kipimo natumianga wakati nimepata stress. Kuna mahali naweza kuwa nimekosea, na kama sikubuki, naambia Mungu, najitenga kando, naanza kuambia Mungu, Mungu, inaweza kuwa nilikukosea, inaweza kuwa ni jambo nilisema, inaweza kuwa labda nilitumia hii simu, sababu hii simu zinakuwa na mawazimu. Labda picha ikapita hapo, macho ikaangalia, na hivyo angalia nikakukosea. Maana unasema ya kwamba mimi ni hekalu lako na unakaa ndani yangu. Bwana nisamehe. Na ninapomaliza hayo maombi, amani inarudi ndani ya moyo wangu. Sababu maandiko inasema, sababu ya dhambi zao wakawa wametengana na Mungu. Naye Mungu akatoa mwana wake wa pekee, ndio akuja aweze kuleta uhusiano wa baba na mwana. That's why kuna atonement. Ya kwamba Yesu Kristo akakuja akakufunika, akachukua dhambi zako, akafunika ya kwamba baba haonagi dhambi, hata kama sisi ni wenye dhambi. Maana tunataka kuhukumiwa na tukufe na tutupwe jehanamu. Lakini mimi kwangu kama mwinjilisti, siendi jehanamu, sababu niliamini na nikakiri ya kwamba Yesu ni Bwana mwaka wa 2021. Nilikata kauli tena, sababu nilikuwa nasema nimeokoka. Lakini yale matendo nilikuwa natenda haikuwa yanaandamana na mapenzi ya Baba. Kumaanisha nilikuwa ni Mkristo fugufugu. Na Wakristo wengi siku hizi ni fugufugu. Wanasema wanaenda, lakini kule wanaenda hata ieleweki, sababu matendo yao ni kinyume na maandiko. Tutawapima na mazao yao wanazaa, sio kwa maneno. Tutawajua na mazao yale matunda ambao wanazaa. Kuna kamuti kako hapo nyumbani mahali, hiyo kamuti. Siku moja kijana mmoja kauliza, hii mti itaiza? Tukaulizana, hii mti ni gani? Hatukuwa tunaelewa, lakini ni mti wa tunda. Lakini siku moja kuna tumatunda tulipata tudogo, ndio tukaambiana, haya, baada hiyo miaka yote kamezaa. Na kamezaa nini hii tumatunda? Hii ni gani? Tukaelewa, tukafahamu. Mbele hatukuwa tunajua, lakini baada tukajua. Yeye anayeweza kutazama moyo wa mwanadamu anauchunguza, anaujua na anaufahamu. Ya kwamba ulikata kauli siku ya leo, ya kwamba utakata kauli. Wewe ambaye unasikia ndani yako moyo wako uko na shuku, mimi nimekuambia niko na uhakika. Maana hata siku moja nilikuwa nimelala, nilisikia nimeitwa jina langu na nikaulizwa, jina lako tunaliona katika kitabu. Lakini huko nikajua jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima.
Na mimi juzi ndio nilikuja kwa mimi. Zile ndoto ambazo huwa naota sio ndoto za abunwasi. Unaota baada ya muda unaiona. Na sababu niliokoka, niko na uhakika ya kwamba sitaenda jehanamu, nitaenda mbinguni. Na wewe unanenewa ya kwamba siku ya leo kata kauli, simama mbele ya watu wakuwe washahidi ya kwamba siku ya leo umekata kauli, umeokoka, umepokea Yesu Kristo katika maishani mwako, na hapo ndipo wataleta mabadiliko. Isikuwe ni aibu itakuzuilia, isikuwe ni cheo itakuzuilia, isikuwe ni vile ulivyo itakao kuzuilia, bali utasema ni heri niaipike siku ya leo, niaipike kwa dunia, na nisiaipike ile siku ya mwisho. Sababu ile siku ya mwisho, maandiko inasema wale waliokuwa mbele watarudi nyuma. Sababu yeye ndiye anachunguza moyo wa mwanadamu. Naomba tusimame. Naomba uinamishe uso wako. Sababu Mungu, maandiko imetuambia ni yeye anayeweza kuchunguza moyo wa mwanadamu. Sio mchungaji, sio mimi. Yule anayeweza kuchunguza moyo wa mwanadamu ni Mungu. Na akichunguza anajua kwa hakika huyu ni mwanangu ama huyu sio mwanangu. Maana kama wewe sio mwana wa Mungu, wewe ni mwana yule mwovu. Akichunguza, ama wewe ukijiita kama mkutano ujichunguze, yale mambo unapitia, zile changamoto unapitia, is your heart light with God? Kakipigwa saa hii, unaweza ukaachwa ama utaenda. Filipo akawa ametolewa pahali pazuri, alikuwa anahubiria wengi, akapelekwa jangwani sababu ya mtu mmoja. Inaweza kuwa uko hapo na hii sauti unasikia ya kwamba leo neno la siku ya leo lilikuwa langu na kukaribisha uje hapa mbele. Naye mwenye unatutazama katika mtandao, inaweza kuwa siwezi nikakufikia, lakini neno la Bwana hakuna pahali haliwezi likaenda. Maana Mungu ako na uwezo wa kuwa kila mahali, na nikituma neno la Bwana litakuja mahali uliko. Wewe ambaye uko katika nchi yoyote ile, hata hapa Kenya, neno la Bwana ndilo natuma kwako, likaleta mabadiliko ndani ya maishani mwako. Ukaone Mungu katika maishani mwako kwa kuamini na kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Wewe ambaye uko hapa na unasikia moyo wako hauko sawa sawa na Mungu wako, ndiye ninaye karibisha hapa. Uje hapa tunapoaga wale ambao wako mtandaoni. Nyinyi mnaotazama katika mtandao, Mungu awainue sana anapochunguza mioyo yenu na kuondoa chembe zote ambazo hazijatokana katika Mungu. Mungu awabariki sana. Mnapoendelea kufuata neno la Mungu, awaonekanie na waangazie. Tubarikiweni sana. Wewe ambaye